watoto kwenye mchezo wa karate. Kwanza tuambie kama rais wa shirikisho la karate nchini, unazungumziaje mafunzo haya, lakini pia kama nchi mipango yenu ikoje? Sawa. Namshukuru Mungu kwanza kwa kunifikisha sehemu hii salama. Nimekuja hapa kuangalia maendeleo ya mchezo wa karate katika shule hii ya Safi ambayo kimsingi ni moja katika shule ambazo tumekuwa karibu nayo kwa sababu ni mwanachama wa shirikisho letu, na shule hii ina akademi ya mchezo wa karate na ndio maana imekuwa mwanachama wa shirikisho letu. Na mimi nimekuja kuangalia maendeleo ya mchezo huu yako namna gani. Nimefurahishwa kwa kweli, pamoja na kuwa bado wako katika hatua ya mwanzo, renki ya mwisho ni orange belt. Sasa mimi kwa jumla kama Watanzania, wamiliki wa shule binafsi, shule za serikali, nilikuwa ninatumia nafasi hii kuwataka kwamba mchezo wa karate uwe na nafasi katika shule zao, kwa sababu ni mchezo unaotengeneza nidhamu, ni mchezo unaotengeneza mwili, unatengeneza roho, ni mchezo kama michezo mingine. Kwa hiyo hilo nilikuwa nalihamasisha kwa shule mbalimbali. Na sisi kama shirikisho mwaka unaokuja wa 2026 tunatarajia kuwa na mashindano mbalimbali ya watoto wa shule za msingi, primary kwa maana sekondari na vyuo. Na tutaanza kwa mkoa wa Dar es Salaam. Sasa kwa shule zilizoko katika mkoa wa Dar es Salaam nilikuwa nahamasisha kwamba waje katika shirikisho letu, wachukue walimu ambao watakaowafundisha vijana kwa standard ambayo inakubalika kimataifa. Sawa. Kwa nchi, mchezo karate ni miongoni mwa michezo ambayo inashirikisho manake ni kwa nafasi. Ndio. Kama bado watu hawana ule mwamko mkubwa, unatumia jitihada gani kama shirikisho? Tuseme katika michezo ambayo ina nafasi kubwa hapa Tanzania, mchezo wa karate pia unatajwa. Ni mchezo ambao kama ulivyosema tayari tuna shirikisho na tuna mashindano mbalimbali ya kitaifa na kimataifa. Hivi ninavyozungumza mwezi wa 12 tarehe 16 tunatarajia kwenda Ethiopia kwa ajili ya mashindano ya Afrika katika mchezo wa karate. Hii imekuwa ni fursa kwangu kuisema kwa sababu ni juzi tu ndo tumepewa barua ya mwaliko kushiriki katika mashindano hayo. Kwa hiyo ni mchezo ambao una nafasi yake kama ilivyo katika michezo mingine, na timu yetu ya taifa inashiriki mashindano mbalimbali. Imeshiriki Kongo, imeshiriki Nairobi, imeshiriki Rwanda, Burundi, katika mashindano mbalimbali ya mchezo huu wa karate. Sasa ni kuhimiza tu kwamba kila klabu iliyopo mahala pake ifanye mazoezi kwa ajili ya kujiandaa na mashindano hayo. Mashindano ya ndani ya mwezi wa 12 tunatarajia kufanyika Iringa katika tarehe 16 hiyo, ambao timu yetu ya taifa itakwenda Ethiopia. Wale watakaobakia wataendesha mashindano kwa ngazi ya taifa mwezi wa 12 Iringa. Kwa hiyo ndugu mtangazaji, kama unavyosema, mchezo wa karate hauko nyuma kama michezo mingine. Uko mbele katika kushiriki katika mashindano mbalimbali na kuliletea heshima taifa letu. Ndio. Asante sana. Asante, shukrani.